Lango lingine ambalo shetani alifanikiwa kulinyakua kwenye bustani ya Eden na Adamu wa pili alipokuja alikuja kulirejesha, linaitwa lango la mali. Lango la mali. Kwa nini tunaomba kurejeshewa lango la mali? Ni kwa sababu tunajua ya kwamba shetani huwinda sana kupokonya mali za wana wa ufalme wa Mungu. Tunahitaji kurejeshewa lango la mali kwa sababu tunajua ya kwamba shetani huwinda sana kuiba na kunyang'anya mali za wana wa ufalme wa Mungu. Kumbuka, Mungu anamuumba mtu, alimpa mali wakati anafanya uumbaji. Alipomaliza, na Mungu kwa kuwa ni mwaminifu, hakumuumba mwanadamu kwanza, alimuumbia mali. Kwa hiyo mali zilipotangulia, Mungu akamuinua mtu, akamkabidhi mali. Ndio maana sasa utaona kwenye kitabu kile cha Zaburi ya 24 mstari wa kwanza, Biblia inasema dunia na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Dunia na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Hiyo ni Zaburi ya 24 mstari ule wa kwanza. Dunia na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Ayubu 41 mstari wa 11 anasema dunia na vyote vilivyomo ni mali ya Bwana. Kwa hiyo tunatambua kwamba hata Mungu mwenyewe anathamini sana mali zake. Kile kilichofanyika Adam, kile alichokifanya Adam pale bustani ya Eden kilikuwa ni kitu kikubwa sana ambacho mwanadamu aliyezaliwa na baba na mama asingeweza kustahimili kukirejesha, asingeweza kustahimili.